Tasnia ya sanaa za ufundi hususan fani ya uchoraji nchini Tanzania imepata pigo kwa kumpoteza mchoraji mashuhuri Moses Luhanga ambaye amefariki dunia jijini Dar es Salaam. Luhanga ni miongoni mwa wasanii wa sanaa za uchoraji waliojijengea jina nchini Tanzania na Afrika Mashariki kupitia maonesho ya ndani na ya kimataifa. Ni msanii wa uchoraji aliyefanya kazi kwa miaka mingi nchini Tanzania, hasa akiwa Dar es Salaam. Luhanga amehusika katika maonesho mbalimbali ya sanaa yanayolenga kuitangaza sanaa ya Tanzania ndani na nje ya nchi. Kazi zake zinajulikana kwa kuonyesha mandhari za asili, wanyamapori na uhalisia wa maisha ya kila siku ya Mtanzania. Baadhi ya maonesho aliyoshiriki Moses Luhanga ni mradi wa 14 Voices mwaka 2017 uliowakutanisha wasanii 14 wa Tanzania kwenye maonesho nchini Kenya kwa lengo la kutangaza sanaa ya Tanzania na kujenga ushirikiano wa kikanda. Alishiriki pia kwenye kampeni ya Dawati ni Elimu ambapo wasanii walichora kazi za sanaa kwa ajili ya kuchangisha fedha za kuboresha mazingira ya elimu nchini. Marehemu Luhanga pia alishiriki maonesho katika kituo cha sanaa cha Kuona Trust nchini Kenya ambapo kazi zake zilionyeshwa pamoja na za wasanii wengine mashuhuri wa Tanzania. Mtindo wake wa uchoraji unahusisha zaidi uhalisia, michoro ya wanyamapori, mandhari za Afrika, matumizi ya rangi zenye mvuto na maelezo ya kina katika uchoraji. Marehemu Moses Luhanga ameagwa hii leo Dar es Salaam na mwili wake unasafirishwa kwenda nyumbani kwao mkoani Mbeya kwa mazishi. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Mimi naitwa Hamazon Luhanga. Hamazon Webu Luhanga ni mdogo wa marehemu, mdogo wa 4 kuzaliwa kutoka marehemu. Nini ambacho kimepelekea kifo cha marehemu Moses Luhanga? Ni maradhi tu, hatuwezi kuelewa kwamba hasa ni nini, lakini sababu alikuwa mgonjwa, hatukujua kwamba nini, hatuwezi kujua hasa magonjwa ni nini hasa kilimo, sababu ilikuwa kifo cha ghafla kiasi fulani. Alizidiwa, watu kujisikia vibaya na alivyopelekwa hospitalini wakati wanataka kufanya jitihada za kumuongezea damu na nini, basi ikatokea hivyo. Na alikuwa anasumbuliwa na nini na amesumbuliwa kwa muda gani? Alikuwa analalamika kwamba anaumwa muda mrefu kiasi fulani, lakini anaumwa leo siku 2-3, anaenda kwenye mazoezi hivyo tunaona kwamba hayuko fiti. Ghafla ikatokea hiyo. Na masuala ya ugonjwa sitaki kuzungumzia sana sababu mimi sio daktari, na daktari wake ndo angeweza kuongea kiundani sana kuhusu masuala ya ugonjwa. Na marehemu ameacha watoto wangapi? Aliacha watoto 2 na mjukuu mmoja. Na kazi zake zipi ambazo ameziacha kama alama? Inadaiwa kwamba alikuwa ni mchoraji mkubwa na mbunifu mkubwa. Labda wewe kama mdogo, kazi ambazo ulikuwa ukizifahamu za marehemu? Kazi zake nyingi sana kusema kweli, hata kuzitaja hapa hazitatosha. Lakini alisha design nembo ya maji ya Kilimanjaro Water, design nembo ya Safari Laga, amedesign nembo mbalimbali na alifanya kazi Sungura Taxi, design vitenge na kanga kwa muda mrefu. Ameshiriki exhibition nyingi sana ndani ya nchi na nje ya nchi. Hivyo kafanya kazi nyingi sana. Aitengeneza moja ni sanamu ile ilikuwa la TTC la sigara, matwiga kama masanamu ya twiga ilikuwa yametandazwa mjini upama Dar es Salaam. Amefanya kwa kiwango kikubwa sana. Yeye ndo alifanya ile kazi. Na kipindi chote ukiwa unaongea naye kaka yako enzi za uhai wake alikuwa anaizungumziaje sanaa yake? Sanaa alikuwa anaipenda na alikuwa anaiweza. Na watu mnamjua, wengi wanamjua katika kuchora tu, lakini alikuwa ana kipaji kikubwa cha sculpture, kuumba maumbo ya vitu mbalimbali, hata sura za viongozi kama serikali. Ameshawahi kutengeneza sanamu za Magufuli, sanamu za Nyerere hivyo. Mimi nimemfahamu Luhanga siku nyingi kufuatana na kazi zake, kwa sababu ni miongoni mwa malejendari wa sanaa za ufundi, kama vile ambavyo amefahamu toka mwanzo kwamba amekuwa mchoraji, amekuwa mbunifu wa mavazi kupitia kanga, lakini pia alikuwa graphic designer. Sasa mimi ni miongoni mwa watu ambao tulikuwa wananisaidia kujua kwamba nifanye vipi kwenye kazi zangu. Nilikuwa nafuatilia kazi zake. Mimi kama mchoraji nilikuwa naiga sana kazi zake. Kwa hiyo hata nilipoweza kufika hapa, Luhanga ana mchango wake.
Na taarifa yake ya hiki kifo labda ilikupata ukiwa wapi na nini kimesababisha kifo chake? Kwa kweli kuhusu kifo chake kimesababishwa na nini sijapata undani. Nadhani ndugu wa marehemu watakuweza kukutoa kwa undani zaidi nini kilitokea, lakini mimi nilikuwa Dar es Salaam na tulipata taarifa kupitia kwa binti yake kupitia grupu letu la wachoraji kwamba binti nafikiri alitumia simu ya baba yake akaweza kututaarifu kwamba hatunaye tena Luhanga. Kwa hiyo tulisikitika kwa kweli, na ndipo tulipoanza harakati za msiba, na leo tunahitimisha kwa kumsafirisha. Nasema mimi nafahamiana na marehemu Moses Luhanga nafikiri kwa mara ya kwanza tangu 1986, na nimekuwa ni mtu wa karibu kwake kwenye shughuli za kazi za sanaa, na nimekuwa nikifanya naye sanaa, na ni mtu wa kwanza nafikiri anaweza kuwa ambaye aliniinfluence sana kutoka kwenye shughuli za songwriting kuingia kwenye paintings. Kwa hiyo ni moja wa mtu anasema kwangu mimi wa mfano ambaye alinivutia zaidi kwamba niingie kwenye sanaa ya uchoraji wa canvas, kwa sababu kabla hapo nilikuwa tunafanya tu matangazo mengine ya kawaida kwenye ukuta na nini, lakini yeye ni mtu ambaye alinipelekea kunishawishi na kuona umuhimu wa kutoka mimi kule na kuingia kwenye mambo ya paintings. Na ni mmoja msanii ambaye uwezo wake uko mkubwa sana. Yaani nasema kwenye tasnia ya sanaa ya uchoraji ama sanaa ya uono tumepoteza mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa sababu nakumbuka Moses kwa kuona kazi zake, ni mchoraji mzuri wa realistic na ni mfinyanzi mzuri, na ni mmoja wa kazi za wanasema zile wanaita metal sculpture, yani sasa za kuunda kama ni maumbo ya watu lakini kwa kutumia mabati ama chuma, nondo na nini. Kwa hiyo yani kwa ujumla kwamba sanaa ya uchoraji ama ya uoni tumepoteza msanii mmoja muhimu sana. Rukia Walele ni rais wa shirikisho sanaa za ufundi Tanzania, na tulipokea kwa masikitiko msiba huu kwa sababu kwanza ni msanii mkubwa ambaye ametutoka, lakini pia ni baba ambaye alikuwa anaweza kashauri kwenye sanaa, kwenye mawazo ambayo unakutana kwenye mikutano. Lakini ni mtu ambaye nikimzungumzia Moses Luhanga ni mtu ambaye amefanya kazi sehemu nyingi. Sababu hata mimi mume wangu amefanya naye kazi Sungura. Siku ambayo nimwambia niko na Moses na kaja ofisini kwangu, alimkumbatia mume wangu kwa analia. Ananiambia miaka 40 ndio kukutana leo. Kwa hiyo ni mtu ambaye amezunguka kwenye career yake, ni mtu ambaye kwenye industry ya sanaa za uchoraji amefanya kazi kubwa, na especially na kwa watu wa serikalini tofauti, wizara tofauti. Lakini kazi zake pia kuna vijana wengi ambao wamejifunza kupitia yeye. Alikuwa ni mwalimu na ni baba, na pia alikuwa na studio yake nyumbani. Katika kazi zake alizokuwa anazifanya, hata hizi twiga za barabarani alikuwa anafanya, kazi za uoni alikuwa anafanya. Kwa hiyo katika sisi watu wa sanaa za ufundi ni watu ambao sisi tumepoteza. Sanaa za ufundi tumepoteza, tumeumia. Na si sanaa za ufundi peke yake, wizara pia imepoteza mtu muhimu. Serikali imepoteza mtu muhimu. Hakuna kuziba pengo lake. Na taarifa yake ya kifo chake ilipofika kwako? Mimi taarifa ya msiba nilipata jioni, na nikapata jitihada za kumtafuta msemaji wa familia kwamba mmepangaje, akanieleza, na nikaambia tutashirikiana kuwepo kwa sisi sote, tutapitisha na michango. Kwa kweli kwa mimi nilipozipokea zimenihuzunisha, na mpaka sasa yani naona kama ndoto. Naona kama ndoto kwa sababu Gabi, nikikueleza ukweli, tukizungumzia sanaa za ufundi, tukizungumzia vichwa vya sanaa za ufundi, huwezi kumkosa Moses Luhanga. Ni mtu alikuwa mtu mahiri, na ukija kuangalia historia yake, CV yake imejaa na inajieleza. Mimi ni Dr. Cynthia Njewele, ni rais wa shirikisho la sanaa za maonyesho Tanzania. Nimekuja hapa kwa niaba ya shirikisho la sanaa za maonyesho Tanzania kuwapa pole wenzetu wa shirikisho la ufundi kwa kuondokewa na kijana wetu mahiri, kaka yetu mahiri ambaye alikuwa ni maarufu kwenye sanaa yake ya uchoraji. Kwa kweli tumepata pigo sana Tanzania, tumepata pigo sana serikali, lakini na East Africa, kwa sababu alikuwa ni mtu mahiri ukizingatia hasa kwenye upande wa uchoraji wa kanga. Alikuwa na maandishi na michoro tofauti ambayo alikuwa anategemea tangu ile wakati wa textile, Sungura Tex. Kwa hiyo tumepoteza mtu kwa kweli. Mpaka sasa hivi alikuwa anafanya kazi nyingi sana upande wa uchoraji wa maua kwenye kanga. Ni alama gani kwako inabaki kichwani unapolikumbuka jina la marehemu Moses Luhanga? Kama nilivyokuambia, kwa vile alikuwa mahiri kwenye uchoraji wa maua ya kanga, kwa hiyo alama kubwa na ameweka kwenye
kwenye kanga, tuseme kwenye uchoraji wa vazi la kanga, ambalo vazi maarufu kwa Tanzania, ulikosi kila mahali. Kwa kila nitakapokumbuka marehemu Luhanga, nitakumbuka uchoraji wake, umahiri wake mkubwa kwenye vazi hili la kanga. Neno lako kwa msiba huu mzito? Mimi natoa pole sana kwa Shirikisho la Sanaa la Ufundi, lakini natoa pole kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini pia kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuondokewa na msanii maarufu. Manake sanaa ni kubwa. Kama ulivyoona leo tuna ufundi, kuna filamu, kuna muziki, kuna wacheza ngoma, lakini naye huyu alikuwa maarufu kwa upande wa sanaa za ufundi. Tumempoteza mtu mahiri sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.